Kwenye siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 10 tumefanikiwa kufanya mkutano wetu mkuu wa mwaka ambapo tumewashirikisha wadau mbalimbali. Tumefanikiwa kupata wawakilishi wa walimu, wawakilishi wa wazazi, wawakilishi wa viongozi wa mtandao wetu ngazi ya taifa, lakini pia wawakilishi wengine kutoka kwenye mashirika binafsi, na pia vile vile tulikuwa na mgeni rasmi wetu ambaye ni katibu wa jukwaa la wanawake wilaya ya Ilala. Lengo letu hasa ilikuwa ni kuwashirikisha wadau hawa na kulieleza shirika la Camfield mambo ambayo tunayafanya baada ya kuhitimu kidato cha 4 kama vile kurudisha fadhila, kuwaelimisha ndugu wadogo zetu ambao wapo kwenye jamii zetu kuhusiana na masuala ya kupinga ukatili. Kwa kifupi ni kama wanaharakati. Tunafanya ujasiriamali lakini pia vile vile tusahau jamii zetu. Na tumefanikiwa kuelezea mafanikio yetu, lakini pia kwenye kila mafanikio kuna changamoto. Changamoto zetu kubwa tulizonazo, tunahitaji mitaji mikubwa kwa ajili ya kuendeleza biashara zetu kwa upana zaidi. Tunamshukuru Mungu tumefanikiwa mkutano wetu mkuu wa mwaka 2025, lakini pia tulikuwa na dhima ya kutangaza kwamba mwakani tunafanya uchaguzi kwenye mtandao wetu huu wa Kama. Tumewatangazia wajumbe wetu au wanachama wetu na wenyewe wamejiandaa vyema. Mwakani mwezi wa 8 tutaanza uchaguzi mpya. Kwa hiyo mimi mwakani pia sitakuwa kiongozi, namalizia awamu yangu ya mwisho kwenye uongozi wa mtandao wa Kama. Tuna program inaitwa elimu ya stadi za maisha ambao wanawezesha Learner Guide kwenye wilaya Ilala, nafika kwenye shule 24 ambazo zinaenda sambamba na zile shule ambazo tuseme kama partner school za shirika la Camfield. Kwa hiyo wawezeshaji ni wanakama na wanafundisha kidato cha kwanza na cha pili. Lengo la elimu hiyo ni kuwasaidia watoto kujitambua, waweze kufikia malengo yao, lakini pia kupunguza mimba za utotoni, kuondoa utoro na kutokomeza mimba za utotoni. Lakini pia shughuli nyingine ambayo tunaifanya ni uwezeshaji wa mafunzo ya kipindi endelevu cha mpito, ambapo hapa wanufaika ni wahitimu wa kidato cha 4. Baada ya kumaliza kidato cha 4 tunajua kuna mambo mengi pale, ndio maana tunakitia kipindi cha mpito. Kwa hiyo wanajifunza jinsi gani waweze kuvuka salama kuelekea utu uzima wakati wanasubiria matokeo yao. Kwa mfano mada ambazo wanajifunza kuhusiana na masuala ya elimu ya afya ya uzazi, kuweka akiba, kuanzisha biashara ndogo ndogo, kujitambua na mambo mengine mengi. Lakini lengo hasa ni kuweka pamoja, wasitawanyike kwenda huku na huku, matokeo yanapokutoka wawe salama. Maana tunajua kipindi cha kusubiria matokeo ni kirefu, unaweza kukuta mwingine kupata matokeo mazuri lakini labda ni mjamzito au ameshaenda kufanya kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo tunaweka pamoja ili wasipoteze lengo lao haswa la wao kusoma. Nimesikiliza risala iliyosomwa hapa. Mna mafanikio mengi ambayo mmeyapata kuliko changamoto ambazo mko nazo. Na katika mafanikio ndipo mafanikio yakiwa mengi, changamoto zinakuwa chache. Kwa hiyo sisi hizi changamoto ambazo tumeweza kuzielezea hapa kwenye risala, kwa mimi kama mgeni rasmi nasema hizi sio changamoto. Katika yale mafanikio ambayo tumeyapata, tukiongeza jitihada kidogo, tunaweza kuzimaliza hizi changamoto zetu ndogo ndogo ambazo tumebaki nazo. Kwanza kabisa, kama nyinyi mmeweza kutoka na kuwa na moyo wa kusaidia watu wengine, kuwapa misaada ya mafunzo ya ujasiriamali, mafunzo ya fedha na vitu vingine, basi hiyo pia ni hatua nzuri, si ndio? Miaka 18 na kuendelea, wewe pia ni mwanamke. Kwa hiyo wewe una option za kupata faida mbili: kuwa kwenye kundi la vijana, kuchanganyika na vijana wengine, unaweza kupata mkopo. Lakini ukiwa kama mwanamke, unaweza kutengeneza kikundi pia mkapata mikopo kama wanawake. Fedha nyingi zipo kwenye halmashauri zetu, na lengo zile fedha kuweza kusaidia wananchi. Watasaidiwaje? Wanabidi sasa kwenda kwa mikakati hii. Mnataka mitaji. Tunachopaswa sisi ni kwenda kutengeneza vikundi vya ujasiriamali. Na nimesikia hapa madam wanasema kwamba nyie wote mna shughuli zenu ambazo mnafanya. Kuna watu wana Tigo Pesa, kuna watu sijui wana miradi mbalimbali ambayo inafanyika, si ndio? Kwa hiyo sasa sisi tuungane, tuchukuane hapa watu 5, tuanzishe sisi labda kiwanda chetu cha kutengeneza karanga ama kiwanda cha kutengeneza sabuni. Kama nimesikia hapa kuna mafunzo ya sabuni yanatolewa. Sasa wale wanaopatiwa mafunzo ya sabuni, msiwapatie tu mafunzo na kuondoka, watengenezeni kikundi. Kile kikundi kisajiliwe. Kikisajiliwa, mnarudi sasa kule kwenye ushirikiano wenu na serikali za mitaa. Mtamkuta pale mama maendeleo wa kata. Mtamwambia sisi kikundi chetu ni hichi. Na kutengeneza katiba ni kazi rahisi sana ambayo mimi mwenyewe nina uwezo wa kuwasaidieni. Nina uwezo wa kuwasaidia namna ya kutengeneza katiba. Nina uwezo wa kuwasaidia mpate connection ya kwenda hivyo vikundi ambavyo mmetengeneza
kwenda kwa mama maendeleo wenu wa kata ni namna gani aweze kuwasaidieni muweze kuingia kwenye mifumo na muweze kupata mkopo. Na sasa sio lazima muombe hela ya kikundi, yani mpo watano mkaomba labda hela watu wote watano, hapana. Na uwezo katika wale watano, kuna mmoja anatengeneza sabuni, kuna mmoja atakuwa anafanya shughuli hii, kuna mwingine anafanya biashara hii, mwingine anafanya biashara hii, si ndio? Kwa hiyo mtaandika andiko la watu wote, lakini kila mmoja atakuwa amesimamia biashara yake. Labda mimi ya duka nitaandika andiko langu la duka. Huyu anauza sabuni ataandika andiko lake la sabuni, kwa sababu mtaji wangu mimi wa duka ni tofauti na mtaji wa Amina wa sabuni, si ndio? Kwa hiyo ili tuweze sasa kupata mkopo, dhamana yetu sisi ni kuwa pamoja. Na uzuri nyinyi shirika mpo, ndio mtawasaidia kuwafuatilia hawa, mtasaidia kuwasaidia hawa watu wengine ili mfanyaje muweze kupata hii mitaji. Mikopo hii 10% ambayo ipo kwenye halmashauri zetu, lakini pia kuna mkopo wa Samia. Mkopo wa Samia unatakiwa kuwa na kitambulisho cha mjasiriamali. Kwa sisi turudi tena kule serikali za mtaa kwa maafisa maendeleo, tukaombe utaratibu, napataje kitambulisho cha mjasiriamali? Kile kitambulisho cha mjasiriamali ukiwa nacho, una uwezo kukopa mkopo milioni 1 mpaka milioni 4. Ukiwa nacho kile kitambulisho unaenda benki ya NMB. NMB ukiwaambia mimi na kitambulisho cha mjasiriamali cha Mama Samia, atakuambia sawa, utasema mimi nafanya biashara hii, wataona, watakufuatilia biashara yako unavyofanya. Si unafanya biashara? Wataangalia wewe una mapato na matumizi yapo vipi, biashara yako unafanyia wapi. Na uzuri au mkopo, unapofanyia biashara yako ndipo ndo huko kwa unaopombea. Kwa hiyo ni rahisi kupata, na hata mkiwa tayari, mimi nipo tayari kuwapeleka kwa maafisa wa mabenki muweze kupata hii mikopo. Kile mnachokifanya mkifanye kwa ufanisi ili kuwaletea nini? Matokeo. Ndio? Usidharau kile unachokifanya. Yaani usidharau. Njia za kupata hela ni kutoa huduma. Umeona unapotoa huduma unaweza ukaingiza nini? Kipato. Lakini pia kipaji. Sisi tunaona jamani watu wanatoka kwa ajili ya kipaji. Diamond yule pale ni habari ya mjini kwa sababu ya nini? Ya kipaji chake. Anaimba, tunacheza nyimbo zake hapa, mwisho wake tunaenda tuna download, sisi tunafanyaje na nini? Yeye anaingiza pesa. Mmejifunza kama labda ujasiriamali na mmewezeshwa. Hata kama unakaanga mandazi, unakaanga chapati, biashara yote unayoifanya ifanye kwa ufanisi. Maana ni hitaji la watu. Kwa maana yake utakapoifanya kwa ufanisi utapata wateja wengi, na hiyo itakusababisha upate nini? Pesa. Kwa ujumla sisi wanakama wilaya ya Ilala siku ya leo tumefanikiwa kuwa na wanakama 70 ambao tumefanikisha sherehe yetu hii ya leo, na tumekutana kwa ajili ya kujuana, kutambuana, kubadilishana mawazo. Wapo ambao walikuja na biashara mbalimbali, kuungishana, kupeana connection mbalimbali zikiwemo za ndani ya mtandao wa Kama, lakini vile vile nje ya mtandao wa Kama, kwa ajili ya kukuza mtandao wa Kama na kuondokana kabisa na janga la umaskini. Kikubwa tunashukuru sana wadau ambao walijitoa kwa moyo kushiriki katika shughuli hii ya leo. Tunashukuru wanakama wote ambao wamejitoa katika kushiriki shughuli ya leo. Tunashukuru sana kwa shirika letu la Kafed ambalo linaendelea kutoa sapoti kwetu sisi wanakama kwa namna moja ama nyingine. Mpaka leo hii tumeweza kuwa na uwezo wa kusimama, kujitegemea, kufanya sherehe kubwa kama hii ya leo bila kutegemea shirika, ni nguvu yao. Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana kila mmoja ambaye amejitoa kwa ajili ya sisi wanakama kutuinua na kutujengea uwezo. Kwenye sherehe ya leo, sherehe ya kufunga mwaka katika shirika letu au katika chama chetu cha wasichana wasomi, mtandao wa wasichana wasomi, nilipenda sana kuwashauri vijana wenzangu na wasichana wenzangu ambao tumekutana hapa fursa tofauti katika shirika letu. Katika shirika letu tunapatiwa mitaji, tunapatiwa mikopo, ila pia tunajitolea kutokana na sisi tulipofadhiliwa. Tunatoa kile ambacho tunapata katika shughuli zetu. Kila msichana aliyekuwa hapa ni msichana hai, ni msichana mpambanaji, ni msichana mjasiriamali. Hivyo basi tunajitahidi sana kujitolea kwa wale ambao hawajafikiwa na msaada, hawajafikiwa na ufadhili.